alivyowajalia. Sasa mimi nataka kujikita kwenye mstari wa 4a pale. Wakajazwa Roho Mtakatifu. Nataka nijikite hapo kidogo nikatacha, alafu tuingie kwenye maombi ya nguvu. Sema maombi ya nguvu. Maombi ya nguvu. Leo kitaeleweka hapa. Kitaeleweka kabisa. Amina watu wa Mungu. Amen. Patachimbika. Na mwamini Mungu hawa atakuwepo kusaidia. Sasa wakati wamekaa wamevumilia pale, wanashauku siku ambayo Mungu alikuwa ameitarget na amekusudia ikawa imewasili. Ni sikukuu kilele cha Pentekoste, au sikukuu ya majuma liita, au sikukuu ya malimbuko, au sikukuu ya majuma, au sikukuu ya mavuno, ambayo walikuwa wanakwenda na vyakula kwa ajili ya kutoa shukrani kwa Mungu. Mji wa Yerusalemu ulikuwa umejaa watu toka maeneo mbalimbali, na Wayahudi walikuwa wametajia kwenye mazingira mengine nchi za kando kando, nao walikuja kwa ajili ya kuja kusherehekea sikukuu hiyo. Maana walilazimika kuja Yerusalemu, ndipo palipokuwa pamejengwa hekalu ambalo Mungu alikuwa ameagiza kwamba ibada nyingi zitafanyikia hapo. Kwa hiyo hata watu toka kaskazini ya juu walilazimika kushuka. Wako pale wamejazana ndani ya mji. Wako pale Mungu wa mipango ambaye anafanya jambo kwa wakati sahihi. Asubuhi ya saa 3 wakiwa wamekaa wametulia, wanafikiria, wanawaza, wanangojea, wanashauku, wakasikia kipupo cha upepo. Pepo unakuja kwa kasi. Kumbe upepo ule ndio Roho Mtakatifu mwenyewe. Sasa amekuja. Biblia inasema kwa nguvu, lakini ukienda kwa kasi. Kila wakati ulivyoingia ndani, Biblia inasema ukaijaza nyumba yote. Kwa mfano niseme hapa sasa, jengo lote likajawa na huo upepo. Watu waliokuwa humo ndani wako ndani ya upepo. Upepo wenyewe ndio Roho Mtakatifu ambaye amekuja rasmi kwa ajili ya kazi ambayo Yesu alikuwa amesema. Jamani, Yesu asifiwe. Wapendwa, Yesu asifiwe. Tunaona baada ya upepo huo moto. Sio kupikia wala gesi wala mkaa. Moto, unasema moto ukawakalia, na baada ya kuwakalia ukawajaza na wakajaa. Walivyojaa, mazingira yakabadilika, lugha zao zikapotea. Roho Mtakatifu akawapa lugha mpya. Haleluya. Amen. Jamani, haleluya. Amen. Roho Mtakatifu akawapa lugha mpya. Kwa hiyo kwenye habari ya kujazwa, kwa lugha nyingine wao tunasema ni kubatizwa. Kwa lugha nyingine kule kujazwa walikuwa wanabatizwa. Roho Mtakatifu akawabatiza, au Yesu Kristo akawabatiza ndani ya Roho Mtakatifu. Na kubatiza tafsiri yake ni kuzamishwa. Kwa hiyo Roho akawachukua wanafunzi akawazamisha ndani yake, wote wakawa katikati yake, au kwa lugha nyingine akawaingiza ndani ya Roho Mtakatifu. Maisha yao yakazunguka Roho Mtakatifu, na hapo lazima tabia zianze kushughulikiwa. Tabia ambazo sio za kiungu zinaanza dakika hiyo kushughulikiwa. Amen. Wakaingizwa. Tamani kuingizwa ndani ya Roho Mtakatifu. Walivyoingizwa au wakafunikizwa au wakagarikishwa ndani ya Roho Mtakatifu, ndipo lugha zikafumuka. Wabena waliokuwepo wasikia Kibena nje huko, halafu wanazungumza, wana taarifa kwamba ni Wagalilaya, hawajui hizo lugha. Kila mmoja akasikia lugha ya kwao. Walioko nje ya ile kambi ambao walikuwepo wakaanza kusikia maneno yanayotokana na lugha zao. Roho Mtakatifu anafanya operesheni na msako wa kuwakusanya. Wakaanza kukusanyana. Kusanyana. Biblia inasema wakawa wanamshangaa Mungu.
Wanauliza, watu hata kusoma hawaja. Jamani, Yesu wachukua wanyonge na kuwafanya wakuu. Akina Petro wavuvi, akina Mathayo watoza ushuru, na watu wengine wa kawaida, Mungu akawafanya kwa mshanga, akawazamisha ndani ya Roho Mtakatifu, akawaingiza ndani ya Roho Mtakatifu, akawagarikisha ndani ya Roho Mtakatifu, akawazamisha ndani ya Roho Mtakatifu. Maisha yao yote yakawekwa chini ya uangalizi wa Roho Mtakatifu. Walipomaliza kunena, Petro yule aliyemkana Yesu. Jamani, Yesu asifiwe sana. Tunamjua kwamba Petro siku moja alimkana Yesu ndani ya watu wachache, kwenye watu wachache. Mama mmoja anamwambia, wewe ni mmoja, asema atoshimiane, mimi sio. Hata kumjua simjui. Nabii hapo hivi alipotenda mimi anamwambia, wewe bwana mmoja, ndugu yangu wewe acha, mimi simjui. Yesu ameketi tu anahukumiwa, anamtazama Petro. Alikuwa anamwambia usiku huu mara 3 alikana. Akaenda mimi anamwambia, wewe na huyu hata kuongea Paulo anasema tuheshimiane, mimi simjui. Yesu akampiga jicho. Petro akakumbuka, aliniambia nitamkana mara ngapi? Yule aliyekuwa amemkana kwenye jadwala watu wachache anahubiri maelfu ya watu. Jamani, Yesu asifiwe. Jamani, Yesu asifiwe. Ukijawa Roho Mtakatifu, utabatizwa humo ndani, kushuhudia kwenye gari jambo la kawaida. Amina. Jambo la nini? Kawaida. Simani nimepanda kwenye gari nimekaa. Akaja shehe mmoja wala Kiswahili ndio katokatu. Nimehoja sitamishi. Kuna nafasi. Akaja afika na kaa pale pale. Akanisalimia, nikamwitikia. Akajitambulisha, yeye ndio ustazi, ni shehe, nikamwambia sawa, hamna shida. Kaniambia, wewe dini gani? Mimi ni Mkristo. Vipi? Unajua habari ya dini ya Kikristo au hujajifunza? Mwambia, sijui. Nikiwa kama sijui chochote. Ila kwa sababu umedhamiria kuja, unaweza kufanyaje? Ukanifundisha. Akaniambia, bwana, Wakristo wanapotea kama hujajua. Kwa sababu dini ya kwanza ni dini ya Kiislamu. Unalijua hilo? Naambia, ndio dini ya kwanza kuwepo kabisa. Nikamuuliza swali, mwanzilishi nani? Ananiambia Mtume Muhammad. Ndio mwanzilishi yeye. Nimesoma historia yao naijua. Nikamwambia Muhammad kama ndio mwasisi na mwanzilishi. Nazungumza kwa lugha ya chini, usinishukia huko nje. Au ndio tunahubiri sisi. Naibia siri. Akaniuliza, nikamuuliza, hivi kabla ya Muhammad kuna watu waliishi kweli? Akaniambia ndio waliishi. Walikuwa wanasali. Ilikuwa dini gani? Maana yake tunaona kwamba Uislamu umeanza kwa Muhammad. Nyuma yake walikuwa wanasali dini gani? Hawakosa jibu. Nikasema naanzia hapa. Jamani, Bwana usaidie sana. Amina. Gari nzima walikaa kimya. Maana yake alinipa power ya kuongea kwa kasi. Toka nyuma mpaka mbele wote wakakaa kimya. Muziki ni wa mimi na ustazi. Haleluya. Amen. Mimi na nikawa nieleze, niambie vizuri. Sina roho, siogopi. Watu naona sana tunazama naambia nitazame mtapokea huko ndani. Shehe nieleze vizuri. Maana ni kweli nasema dini ya Kiislamu ndio dini ya kwanza. Na ndio dini Mwenyezi Mungu, imetoka kwa Mungu. Na mimi nakubaliana nini leo? Nataka leo unifafanulie vizuri. Muasisi kama ni Muhammad, kuna walioishi huko nyuma ya Muhammad, na kama walishaikuwa wanasali, na kama sasa hivi ni dini gani? Nashindwa mambo madogo kwa nini elimu. Anasema akachanganyikiwa, nikasema na kuvuruga. Niambia swali la pili nisaidie. Nasikia mnapo maombi, mnaomba mnasema tumswalie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi kama alikuwa ni mtume wa Mungu aliyetumwa na Mungu, ni nani kati ya yeye na wafuasi wake anayepaswa kuwaombea wengine? Maana kiongozi anatakiwa awasaidie na waongozi. Sasa ninaona ninyi mnaoongoza mnamsaidia kiongozi kumwombea.
Tena mnamuombea rehema kwa maana kwamba alipokwenda hana uhakika nako. Sasa nisaidieni. Mnamwombea kwa nini? Ndiye mtume, unajua ndiye amebeba ulimwengu wote, mambo yalikuwa ni makubwa kama Yesu alivyosema, nabii alivyosema, atakuja nyuma yangu msaidizi, ndio Muhammad akasema Mungu wangu wewe. Ndio huyo. Kwanza nikamkata maini, nikamwambia alichokisema Yesu kwa habari ya msaidizi, alisema hamtamuona, ulimwengu hautamtambua, ila atakuwa ndani yenu. Kwa lugha nyingine atakuwa yupo lakini haonekani kwa macho ya nyama. Muhammad tumemuona ameoa wake 4. Amefanya mambo mengi ya kihuni, tumemuona. Nikamjia sisi nikamwambia, okay. Sasa kama mnamuombea rehema kwa Mungu, Mungu asipomsamehe. Na ninyi mkienda huko aliko shutuki. Jamani Yesu asifiwe. Nataka kuonyesha nini? Kwamba Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu hatuwezi kuogopa kushuhudia wala kutangaza habari za Kristo. Ndio maana Petro aliyekuwa amemkana Yesu baada ya kupokea nguvu akasimama kidedea. Akahubiri maelfu, na Biblia inatuambia wakaokoka wanaume 1000 ngapi? Ukijumlisha wanaume 3000 na wanawake waliokuwepo hapo, unaweza kuona kwamba ulikuwa utitiri wa watu. Yule aliyekuwa amemkana mbele ya watu wachache anapata ujasiri wa kusimama mbele ya watu wengi kuzinena habari za Yesu. Kwa nini? Amepokea ile nguvu ambayo Yesu alikuwa amesema kwamba baada ya kupokea mtafanya hivi, mtafanya hivi. Kuanzia hapo kanisa likaongezeka. Jamani Yesu asifiwe. Watu wa Kinyerezi tukipokea Roho Mtakatifu, kila Mkristo ataleta Mkristo mwingine kanisani. Maana lazima aende atangaze habari za Yesu, na watu wanapopokea habari za Yesu wanaokolewa. Swali tu la kiuzushi. Tangu umeanza Januari, umeshamshuhudia mtu aje kwa Yesu? Si swali kidogo. Maana nasema mkipokea nguvu mtakuwa mashahidi. Jamani mtakuwa mashahidi? Jamani mtakuwa mashahidi? Tukipokea nguvu tunakuwa mashahidi. Hapo kuna nguvu. Umeshashuhudia. Umetangaza. Jana, Mungu akubariki sana. Ukija tumpigie makofi. Amesema alikuwa anapita hapa leo na kanisa, leo hajajua nini kimemleta. Na amesema amekuja rasmi. Si nimesema umekuja rasmi kutoka Buguruni. Simpokee nani kwa makofi. Haya tumepokea mshirika. Na kwa sababu umekuwa vizuri sana. Unaruhusu. Samahani na waulizaka lakini sina nia mbaya. Jamani Yesu asifiwe. Mimi ni mhubiri. Na piga parapatu pana pena pa. Amesema Yesu kwenye Matendo ya sura ya 8 mstari wa 8 kwenye wagio wa kwanza, akisha kwa ajili ya Roho Mtakatifu nanyi mtakuwa mashahidi. Sasa nauliza, wewe ni shahidi? Umepokea nguvu ili uwe shahidi? Ndio swali langu. Umepokea nguvu? Afikiri wala sio. Umepokea nguvu? Wewe ni shahidi? Jamani si mashahidi, si ndio? Bora zinapungua. Tuwe waaminifu kwa Bwana. Sisi si mashahidi wa Yesu. Tunatendea kazi nguvu tulionayo ndani kikamilifu kweli? Hata sikia leo zinapungua. Na mimi nimesema tuwe waaminifu. Yesu akasema mkishapokea nguvu mtakuwa mashahidi. Sina maneno amesema? Ndio. Na ushahidi huo kwamba mtaanza kuhubiri hapo mlipo. Kwenye nyumba zenu za kupanga
tunazoishi. Tumeshawahubiri hao watu, wanajua ni Wakristo au wanatuona sisi Kuna watu wengine Mkristo kwenye nyumba ya kupanga hawamuelewi. Hawamuelewi kabisa. Kama ameokoka au haja. Wanakaa wote kwenye majambo wanapiga umbea. Kaa kwenye majambo wanasengenya watu. Kaa kwenye majambo majibu wanayojibu ni hatari. Na wao kanisani leo nawauliza, jamani, tumepokea sisi ni mashahidi. Ndio. Ndio. Jamani, sisi ni mashahidi. Ndio. Nisema na kaza hapa, nataka wiki hii tukitoka hapa wote Jumapili mchungaji waleshe watu hapa. Ndio maana nisema nitakaza hapa. Sijaja kufundisha, nimekuja kuhubiri. Sema amina. Wewe ni shahidi. Tukiwatembelea kwenye makazi yenu tutapata ushuhuda wa Kikristo kweli. Tufanye msako wa kuja nyumbani, halafu kwa nyumbani tuwaulize majirani kwamba jamani, semeni ukweli. Tutamwona Kristo ndani yako kweli? Au tutamwona Kristo kwenye hiyo jamii kwamba anasifiwa hata kama sio kusema basi kwa tabia na matendo? Maana kama sisi ni mashahidi, tunashughulika na kila ambacho Yesu ametuagiza tukifanye. Na kama ni mashahidi, tuko kwa ajili ya kutangaza kile tulichokifanya, kukitia ukweli, kukizungumzia uhalisia kilivyo, huku wenyewe tukiwa ni mfano wa kuelekea. Tukija kwenye manyumba yetu tutamuona Kristo. Kinyerezi, amina. Jamani, sisi tumeokoka. Swali dogo nauliza, tukija huko halafu baadaye nikamwambia mchungaji wamenihakikishia baba fanya operation. Mimi nilishawaambia naendelea kwa nani? Kwa washirika wangu. Halafu niwaambia kabla sijaondoka nitambulishe. Wewe ni ujasiri wa kwanza wao. Nitambulishe kwa wapangaji wenzako kwamba jamani, mnapoenda kanisani huyu ndio baba mchungaji. Halafu mimi nitakaza macho kuangalia wale unaofanyaje? Unaowatambulisha kwangu, maana yake sura zao zitaonyesha kwamba ni kweli wanakuelewa au hawa. Simesoma saikolojia. Muonekano wa mtu unatambulisha itikio na kile alichofanyaje. Kwa kisema huyu mchungaji hapa kitu. Jamani, Bwana tusaidie. Tunakaza kwamba tujaze Roho Mtakatifu, tufanyike mashahidi. Na hili ndio kusudi la Yesu na agizo la Yesu kwamba fanyikeni kuwa mashahidi wangu. Kwa maana nyingine sisi tunakuwa badala yake. Leo Bwana anataka shughulike na sisi, tutoke hapa wote tukiwa mashahidi. Haleluya. Leo Roho Mtakatifu anataka shughulike na sisi, tunatoka hapa tukiwa wala ambao tuna tabia ya umbea, tutubie umbea. Wala ambao tuna tabia ya masengenyo, tusubie usengenyo. Wala tabia ya uchovu, wengine ni wachoyo mpaka maji yaliyoinjika ugali kija mgeni anageuka na kwa maji ya kuoga. Bwana wasaidie. Yaani ashughulike, tufanyike mashahidi. Mtakiwa mchoyo kabisa. Ameweka maji ya ugali, unga ushachukua dukani. Wageni hodi karibuni, amjambo za hapa nzuri. Wewe fulani, hivi maji tangu yaweka hayachemka, ukogeshe na mtoto ambaye jamani, wewe hata unadisi. Na wageni hawajui lolote. Watoto wanashangaa, hapa jisego ya ugali inakuja ya kuoga tena. Sasa hana sauti, anaweza kubaki tu anaangalia. Ila Kinyerezi hawapo. Bwana asifiwe. Tukipigia makofi Kinyerezi hatupo. Tujazwe Roho Mtakatifu, tuingizwe ndani ya Roho Mtakatifu. Tukitoka hapa leo, kabla nifika nyumbani, msalimie mtu, mwambie Yesu anakupenda. Amina. Hamjanisikia? Nimesema tukitoka hapa leo, mtana mtu msalimie, mwambie Yesu. Nikirudi hapa nikute washirika wameongezeka.
kila Mkristo akalete Mkristo, sio Mkristo, wa Kristo wengine. Tuwafanye kuwa wanafunzi. Hatutaweza bila kujazwa Roho Mtakatifu ili tufunike tupate hiyo power kutusaidia. Leo tutapokea Roho Mtakatifu. Na naamini kutoka hapa tunakwenda kushuhudia. Tumeimba asubuhi, shuhuda utando. Watujazie tweni. Waimbaji wote simameni mnaimba.